Mpendwa mtazamaji, leo ni sherehe ya mwili na damu takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Hii sherehe ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo ilianza wapi na ina umuhimu gani katika maisha yetu? Tuanze kuangalia juu ya mwili na damu ambao ni ya Kristo, ambao baadaye tunapelekea kwamba ni Ekaristi, vile ilivyokuwa katika maandiko matakatifu na hasa katika Agano la Kale. Katika Agano la Kale, Mwenyezi Mungu katika mpango wake wa kuweza kuwainua watu ambao walikuwa wameanguka katika dhambi, yeye aliweza kuiandaa Ekaristi takatifu ambayo ndio mwili na damu ya Kristo kwa mafunuo ya taratibu, ili wanadamu waweze kuelewa mpango mzima wa ukombozi ambao Mwenyezi Mungu alikuwa ameuandaa. Tunaanza kuona alama za damu katika maisha ya Abeli, mtoto wa Adamu na Eva, ambaye aliuawa na ndugu yake aliyekuwa anaitwa Kaini. Na Mwenyezi Mungu alipoona kwamba Abeli ameuawa, anamuuliza Kaini, damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Na katika kitendo hicho Mwenyezi Mungu anachozungumza katika kitabu cha Mwanzo sura 4 aya 10 kwamba damu inanililia kutoka katika ardhi, tunakuja kuona sasa katika Agano Jipya damu ya Yesu inanena mema kuliko ile damu ya Abeli ambayo ilikuwa inalipiza visasi. Waibrania sura ya 12 aya 24. Kwa hiyo tunaanza kuona mwanzo kabisa wa alama ambazo zinakuja kutumika katika Agano Jipya, damu. Baadaye katika habari za mkate, ambayo ndio baadaye tutakuja kuzungumza juu ya mwili wa Kristo, tunakutana na huyu ndugu alikuwa anaitwa Melkizedeki, ambaye tumemsoma katika kitabu cha Mwanzo ile sura ya 14 aya ya 18 hadi ya 20. Melkizedeki yeye alikuwa ni mfalme na alikuwa ni kuhani mkuu. Alikuwa ni mfalme na kuhani wa Salemu. Wataalamu katika lugha hii ya Kiebrania wanasema kwamba Salemu ndio ile Yerusalemu ya sasa hivi. Yeye alikuja kumbariki Ibrahimu aliyekuwa ametoka kupigana vita na akawa ameshinda. Kitendo cha kuja kumbariki Ibrahimu maana yake kwamba yeye alikuwa ni juu ya Ibrahimu, na alipombariki ndipo huyu sasa akapokea sadaka ya mkate na divai. Yaani hiyo ilikuwa ndio mfano wa ile wa Ekaristi takatifu. Kitendo hiki cha Melkizedeki ambaye yeye ni mfalme wa amani, wataalamu wa maandiko wanasema hana baba, hana mama, na yeye pia hana mwanzo wala hana mwisho. Melkizedeki yeye anafanana sana na mwana wa Mungu ambaye atakuja kuwa kuhani mkuu wa milele katika Agano Jipya. Na katika kila adhimisho la mwili na damu au Ekaristi takatifu lazima awepo kuhani. Kwa hiyo kuhani wa kwanza ambaye tunakuja kumuona ni Melkizedeki katika Agano hili la Kale. Na katika pia Agano hilo la Kale, kuhani wa pili tunayemuona kupitia maandiko matakatifu akisimama katika maadhimisho ya mwili na damu anakuja kuwa ni Musa. Musa yeye alikuwa ni kuhani aliyesoma maandiko matakatifu chini ya mlima ule wa Sinai mbele ya wale Waisraeli zaidi ya 600,000. Alichukua damu, tunaipata katika kitabu cha Kutoka sura ya 24 aya 8. Akasema, tazama, hii ni damu ya agano ambayo Bwana amefanya nanyi siku ya leo, akiwa anaonyesha wana wa Israeli. Na maneno hayo hayo, hii ni damu ya agano, itakuja kutumika katika Agano Jipya. Yesu mwenyewe katika Injili ya Mathayo sura ya 26 aya 28 atasema, hii ni damu yangu ya agano.
Katika Agano la Kale Musa hakusema damu yangu, alisema hii ni damu. Lakini katika Agano Jipya Yesu Kristo anakuja kutamka damu yangu, damu ya agano. Na katika habari hizi ambazo Yesu Kristo anakuja kuzungumza kwetu kutoka ile sura ya 34 aya 29, Musa alipokuwa amekaa mlimani kule kwa Bwana, amekaa siku 40. Alipokuwa anashuka Musa, uso wake ulikuwa umeng'ara, ikabidi aweze kuweka utaji ili wana wa Israeli wasiweze kuona uso wake kwa ajili ya utakatifu aliokuwa nao. Yesu Kristo mwenyewe ambaye anasema hii ni damu ya agano, anavyoshuka kwetu, anavyokuja kwetu kukaa kwetu, anakuja kwetu akiwa amefunikwa. Yesu Kristo anafunikwa na nini? Yesu Kristo anafunikwa katika mkate na katika divai, tusije tukauona utukufu wake, kwa sababu hatuwezi kustahimili kuweza kuangalia utukufu wake kamili. Roho zetu ambazo ni za udhambi zinazoanguka zinaweza zikashindwa, kwa sababu tunatiwa giza katika sababu ya dhambi. Kama vile Musa alivyowekewa utaji, Yesu Kristo katika nyakati hizi katika Agano Jipya anakuja katika utaji wa mwili na divai, anakuja katika utaji wa mkate na divai, amefunikwa katika utakatifu huo. Ndio maana Mtakatifu Tomasi wa Aquino anasema yasiyoonekana kwa macho imani huyaona. Katika ibada mbalimbali ambazo wana wa Israeli walikuwa wanazifanya kipindi hicho, damu ilikuwa ndio kielelezo kikubwa sana katika kufanya ile ibada mbele za Mwenyezi Mungu. Yaani damu ya mwana kondoo ndio ambayo kila kuhani alikuwa akitoa dhabihu kwa Bwana, ilikuwa lazima aipeleke mbele za Mwenyezi Mungu. Na walikuwa wanafanya jambo moja kubwa sana kupitia damu ya mwana kondoo. Kuhani alikuwa anaipokea dhabihu. Kuhani huyu ambaye anapokea dhabihu katika Agano la Kale, ndio maana katika Agano Jipya kuhani katika misa takatifu naye pia anapokea dhabihu zile zile kutoka mikononi mwa waamini. Dhabihu ya Agano ya Kale ambayo ilikuwa inakubalika mbele za Mwenyezi Mungu ilikuwa ni kondoo, tena kondoo dume ambaye ni wa mwaka mmoja. Huyu alikuwa anakubalika mbele za Mwenyezi Mungu na si mnyama mwingine. Mwana kondoo huyu ili aweze kutolewa sadaka alikuwa hapaswi kuweza kupinga, alikuwa hapaswi kuweza kukimbia au kuweza kulia. Utakuja kumsikia Nabii Isaya katika sura ya 53 aya 7 anasema kwamba mwana kondoo huyu aliyekuja kuchinjwa kwa ajili yetu hakupiga kelele, yeye alikuwa ni mpole hata kwa wale waliokuwa na mkata manyoya yake, yani alikuwa hakuinua kinywa chake kupiga kelele. Ndipo hapo kuhani wa Kiyahudi kabla ya kumtoa mwana kondoo yule kwenda kuchinjwa, alikuwa anaiuliza ile familia ambayo ilikuwa imemleta mwana kondoo kuja kuchinjwa, je, mnampenda mwana kondoo huyu? Ikiwa familia ile yote wakisema hawampendi yule mwana kondoo, basi walisema kwamba huyu sio sadaka ya kuweza kutolewa. Na ndio maana baadaye utakuja kumwona Yesu Kristo mwenyewe akiwa anamuuliza Yohana katika Injili ya Yohana sura ya 21 aya 15, alipokuwa anataka kuweza kujua, je, Yohana unajitoa sadaka kwa ajili ya kazi yangu? Alimuuliza mara 3, je, unanipenda? Na ndipo alipozungumza kwamba Yohana nakupenda, Yesu akamkabidhi akamwambia, lisha kondoo wangu mara 2, na akamwambia chunga kondoo wangu mara 1. Familia hii ambayo ilikuwa imeleta sadaka kwa kuhani ilikuwa inamweka mwana kondoo mikononi mwa kuhani, na wanapompatia huyu mwana kondoo mikononi mwake ilikuwa ni ishara kwamba wanaweka maombi yao mikononi mwa Mwenyezi Mungu, wanaileta sadaka yao mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Ndio maana Yesu mwenyewe kwamba alikuwa ni mwana kondoo halisi aliyekuwa anamwanga damu yake kwa ajili ya ukombozi wa ulimwengu, alitamka maneno haya katika Injili ya Luka sura ile ya 23 aya 46 kwamba Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu, kwamba kama vile ile familia walivyokuwa namkabidhi mwana kondoo mikononi mwa kuhani, na yeye mwenyewe pia anajikabidhi mikononi mwa baba yake. Na baada ya kumkabidhi yule mwana kondoo kwa kuhani mkuu na familia ile yote
walikuwa wanasimama na kufanya maombi ya pamoja kwa Mwenyezi Mungu, kwamba Mwenyezi Mungu aikubali sadaka hii, akubali damu ya huyu mwana kondoo asiyekuwa na hatia kwa ajili ya familia hii waliokuwa wametoa ile sadaka. Na kama vile mwana kondoo alivyomwaga damu yake kukomboa dhambi za familia ile, baadaye tutakuja kumsikia Yesu akiwa anatamka kwamba damu yake itamwagika kwa ajili ya ukombozi wa dunia nzima. Na hii inafanyika sana katika misa takatifu. Kuhani baada ya kupokea sadaka, baada ya kupokea vipaji kutoka kwa waumini, anasema salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Inasimama namna gani? Inasimama katika yule kuhani wa Agano la Kale aliyekuwa anaipokea dhabihu mwana kondoo kutoka kwa ile familia, na baadaye wanasali pamoja, salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Baada ya kitendo hicho cha kuhani kupokea sadaka, ndipo alikuwa anakuja mkuu wa familia, anakuja na kisu ambacho kina ncha kali, ambacho anakata koromeo au koo la yule kondoo, na kuhani anaikinga ile damu ya yule mwana kondoo. Kisha kuhani anaingia patakatifu patakatifu, akiwa anaenda kunyunyizia madhabahu ile iliyokuwa ndani ya patakatifu. Ataizunguka mara 7 akinyunyizia ile damu ya yule mwana kondoo, na baada hapo anauchukua mwili wa yule kondoo na kuweka juu ya madhabahu, na baadaye moto unamteketeza yule kondoo. Na katika ibada hii ambayo ndio kilikuwa kiini cha mwisho kabisa katika sadaka ya Mwisraeli yoyote ile au Mwebrania yoyote ile, ikiwa moshi ule umeelekea mbinguni, kuhani alikuwa anasimama anawaambia, sadaka yenu imekubalika mbele za Mwenyezi Mungu. Na ikitokea katika kitendo kile cha ibada upepo umekuja umepiga ile dhabihu, ule moshi ukaelekea pembeni, familia ile ilikuwa inapaswa kuweza kurudi nyumbani ikajipange, ije tena mwaka mwingine kuja kutoa sadaka yao iweze kukubalika mbele za Mwenyezi Mungu. Na sadaka ambao walikuwa wanaitoa kila mwaka, yule kondoo ilikuwa inawabeba safari yao kwa muda wa mwaka mzima. Leo katika ibada ya misa takatifu, Yesu Kristo kupitia kuhani akipokea sadaka, yeye anaimwaga damu, na hiyo damu anayoimwaga pale inakuwa ukombozi kwa ulimwengu mzima, yaani harudi tena kama ilivyokuwa. Sasa tumeona mwana kondoo alikuwa analetwa. Kitu kingine ambacho kilikuwa kinaletwa madhabahuni ilikuwa ni mkate. Mkate ulikuwa lazima uwepo. Katika kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 7 aya 48, mkate wa onyesho ulikuwa lazima ukae katika hema. Ulikuwa lazima ukae katika hema. Yaani yalikuwa ndio maandalizi ya uwepo wa Ekaristi Takatifu katika nyumba ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu yeye alimwamuru Musa katika kitabu cha Kutoka sura ya 25 aya 8, akasema hivi, wanitengenezee patakatifu ili nikae katikati yao. Kwa hiyo tunaanza kuona Mwenyezi Mungu mwanzoni kabisa anataka kuweza kukaa katikati ya wanadamu. Ndio maana anasema wanitengenezee patakatifu ili niweze kukaa katikati yao. Na baadaye anasema wakishatengeneza hapo patakatifu waweke sanduku la agano. Na baadaye Mwenyezi Mungu akamwambia Musa katika kitabu cha Kutoka sura 25 aya 22, anasema huko ambapo penye utakatifu, pale patakatifu, huko nitakutana nawe, na kutoka juu ya kiti cha rehema, kutoka katikati ya makerubi mawili walio juu ya sanduku la ushuhuda, nitazungumza na wewe. Yaani Mwenyezi Mungu atazungumza na Musa kupitia lile sanduku la agano. Na baadaye Mwenyezi Mungu akasema, utaweka mkate uwepo juu ya meza mbele yangu. Na atasema hivi kwamba ule mkate ambao utakaoweza kuwekwa mbele zake katika ile sanduku la agano, Mwenyezi Mungu atakaa na watu wake. Ndio maana basi utakuja kumsikia Yesu Kristo akiwa anawaambia mitume wake katika Injili ile ya Mathayo sura ya 28 aya 20 kwamba mimi niko pamoja nanyi. Kwa hiyo tayari maandalizi yale yote ya mkate wa onyesho katika Agano la Kale ilikuwa Mwenyezi Mungu aweze kukaa pamoja na sisi, na Yesu Kristo amesema nitakaa pamoja na ninyi. Ndio maana utakuja kumsikia baadaye katika Agano Jipya anasema fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu.
Baada ya maandalizi ya mkate wa onyesho na damu ya mwana kondoo, ambavyo ndivyo vilivyokuwa vinatumika katika ibada hizo, sasa tuje tuone Ekaristi Takatifu kipindi kile cha Pasaka, ambapo wana wa Israeli, tunapata katika kitabu kile cha Kutoka sura ya 12 kuanzia aya ya 5 mpaka ya 6, Mwenyezi Mungu alipokuwa anawatoa wana wa Israeli waende katika nchi ile ya ahadi, ilibidi waweze kumwandaa mwana kondoo, na Mwenyezi Mungu akasema, mwandae mwana kondoo asiyekuwa na doa, dume wa mwaka mmoja, mtamkusanya katika jamii ya Waisraeli, na jioni mtamchinja, na mkisha mchinja yule, na kama vile Yesu Kristo alivyokuwa amefungwa. Baadaye Mwenyezi Mungu anaamuru kwamba mtamla nyama yake usiku huo, na akamwambia Musa kwamba katika usiku huo nitawapiga wazaliwa wote wa kwanza katika nchi ya Misri, na damu ya yule mwana kondoo mliyemchinja mmepaka katika miimo ya milango itakuwa ishara kwenu, nitakapoona ile damu nitapita juu yao. Kwa hiyo Ekaristi Takatifu na damu takatifu ya Yesu Kristo inaanza kuonekana wazi kabisa katika ile sherehe ya Pasaka ya kwanza, ambapo wana wa Israeli walimla. Angalia maneno anayezungumza huyu malaika anapompatia maagizo. Angalia maneno ambayo Musa anapewa juu kwamba wakichukua damu ya yule mwana kondoo wakipaka katika miimo ya milango yao, malaika wa Bwana atakapoona ile damu atapita juu ya zile nyumba, na wale wana wa Israeli watakuwa salama. Kitendo cha malaika kupita juu ilikuwa inaitwa Passover, ndio Pasaka hii, malaika wa kifo walipopita juu. Na popote pale ambapo huyu mtu wa Mwenyezi Mungu alikuwa ana damu ile, malaika alipita juu. Malaika alipita juu namna gani? Malaika wa Bwana alipita juu ya Waisraeli wote, na kabla ya hapo pia, wakati Farao alipokuwa anataka kuweza kumuua, alipokuwa anawaua watoto wale wa Kiebrania ambao walikuwa watoto wa kiume, Kutoka sura ya kwanza aya 22, kifo hakikumgusa Musa, kifo kilipita juu na Musa akawa salama. Na utakuja kukuta pia wakati pia Farao, wakati pia katika Agano Jipya Herode anapotaka kuweza kuwachinja watoto wote katika Agano Jipya kule Betlehemu, kifo kilipita juu ya Yesu Kristo na hakuweza kumkamata. Maana yake nini? Nguvu ya damu ya Yesu Kristo na nguvu ya Ekaristi Takatifu kwa wale wote wanaokula mwili wa Kristo na kwa wale wote wanaokunywa damu ya Kristo, nguvu ya mauti itapita juu yao, hawawezi kupata mauti. Ukiacha Ekaristi Takatifu, ukiacha damu ya Kristo, usipoitumia damu ya Kristo, usipoitumia damu ya mwili wa Kristo katika maisha yako, ukaacha kukomunika, utambue kabisa kwamba mauti itakuja kwako. Kwa sababu kama wana wa Israeli walivyoambiwa wapake damu katika miimo ya milango yao, leo hii tunapaka damu ya Kristo katika midomo yetu. Mdomo ni lango. Kwa hiyo malaika wa kifo akija akikuta mdomo ambao hauna damu ya Kristo, haujapokea mwili wa Kristo, mauti lazima ije kwa huyo mtu. Lakini ukiwa salama, mauti haiwezi kuja kukuta. Na kuna shuhuda nyingi za watu wengi ambao walipoanza maisha yao, walipoanza siku kwa kuhudhuria misa takatifu, wakapokea mwili na damu ya Kristo, vifo havikuwakuta, wamekuwa wako salama. Na huo ndio ushuhuda wa kwanza ambao katika sherehe hii ubebe. Vile vile pia katika Agano Jipya ambapo tunaona kwamba linakuja kutimiliza ule mpango wote wa Mwenyezi Mungu katika kuja kumkomboa mwanadamu, tunaona mambo yafuatayo ambayo yalikuwa yamefanyika katika Agano Jipya. Yesu Kristo mwenyewe ambaye alianza masimulizi yake juu ya Ekaristi Takatifu, alianza kujitamka, alijitamkia yeye mwenyewe kwamba yeye ni mkate ulioshuka kutoka mbinguni, na lilikuwa ni wazi kabisa. Injili ya Yohana sura ya 6 kuanzia aya 51, mimi ndimi mkate ulioshuka kutoka mbinguni,
na akasema mkate huu, atakaye kula mkate huu ataishi milele, na mkate nitakaotoa mimi ni kwa ajili ya ulimwengu wote. Wayahudi walifahamu wazi kwamba hawapaswi kuweza kula damu, kunywa damu, hawapaswi kuweza kula mwili au kitu chochote kile ambacho kina damu, hawapaswi. Na baadaye pia kuweza kunywa damu walishakatazwa. Na baadaye pia maneno ya Yesu Kristo walipozungumza haya, wengi walijitenga, hawakuambatana na yeye. Na baadaye pia katika ile karamu ya mwisho pia huyu Yuda alijitenga pia na Yesu Kristo katika Ekaristi Takatifu. Wale wote waliojitenga maisha yao yalikuwa ni mabaya. Yuda alivyojitenga tu na misa takatifu na Ekaristi Takatifu, alienda kujinyonga. Kwa nini? Roho ya kifo ilikuwa imeingia ndani mwake. Na katika ile karamu yake ya mwisho, Yesu Kristo mwenyewe alipokuwa amekaa akiwa pamoja na wale mitume wake, aliagiza akawaambia maneno haya kwamba nendeni mkaandae karamu ile ya mwisho, nataka kuweza kula pamoja na ninyi. Na alikiwa huko katika ile karamu yake ya mwisho, Yesu Kristo akiwa pamoja na wale mitume wake, masimulizi yanazungumza hivi kwamba Yesu Kristo alitoa mkate, ni Mathayo sura 26 aya 26, akasema huu ni mwili wangu. Na baadaye Mathayo sura 26 aya 27 akasema hii ni damu yangu. Marko pia anathibitisha hilo. Yesu Kristo katika ile Marko sura 14 aya 22 alisema huu ni mwili wangu na hii ni damu yangu. Na baadaye pia Luka sura ya 22 aya 19 akasema huu ni mwili wangu, na akasema hii ni damu ya agano jipya katika damu yangu. Akasema fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Yaani kila wakiwa wanafanya hivyo, maanake uwepo wa Yesu Kristo utakuwa pamoja na sisi. Yesu aliwahakikishia mitume wake juu ya Ekaristi Takatifu kwamba hiki ndicho kielelezo cha karamu ya mwisho huko mbinguni. Ndio maana katika Mathayo sura ya 26 aya 29 alisema, ninawaambia sitakunywa tena tunda hili la mzabibu mpaka siku ile nitakapokunywa upya pamoja nanyi katika ufalme wa Baba yangu. Alikuwa na maana gani kutamka maneno haya kwamba sitakunywa? Katika ibada yoyote ile ambayo wana wa Israeli walikuwa wanakula mlo wakiwa mezani, baba wa familia alikuwa amewekewa mbele yake vikombe 4, na ambavyo alikuwa lazima baada ya kuweza kubariki aweze kunywa. Kwa Yesu Kristo katika ile karamu ya mwisho ya Pasaka, na yeye mwenyewe pia alikuwa amewekewa pia vikombe 4 vya divai. Alipofika kwenye kile kikombe cha 3 hakuweza kukinywa, kama alivyozungumza kwamba nawaambia sitakunywa tena tunda la mzabibu mpaka siku ile nitakapokunywa upya pamoja nanyi katika ufalme wa mbinguni. Ukisoma katika Injili ya Luka sura ya 24, alipokuwa mezani pamoja nao, alichukua mkate, kaubariki, akaumega. Sasa Yesu Kristo alikunywa sangapi hiki kikombe cha mwisho? Wengine wanazungumza kwamba pale alipokuwa kwenye mateso yake pale msalabani, ndipo alipomalizia kile kikombe cha mwisho akakinywea. Na katika hilo basi Yesu Kristo mwenyewe akawa anaandaa karamu ile ya mwisho. Paulo yeye mwenyewe anakuja kututhibitishia leo hii kwamba habari za Ekaristi Takatifu ni mafundisho aliyoyapata kutoka kwa Yesu Kristo yeye mwenyewe. Yaani katika mambo makubwa ambayo Yesu Kristo alimfundisha, alimwambia, alimuonyesha juu ya kile kitendo alichokifanya katika karamu yake ya mwisho, na Paulo akathibitisha. Na Yesu akasema kwamba mnapoula mkate huu na kunywa kikombe hiki, mwaitangaza mauti ya Bwana hata pale atakapokuja. Mpendwa mtazamaji, habari za sherehe ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo ndio sherehe kubwa katika kanisa Katoliki. Na juu ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo ndio kielelezo cha mwisho katika maisha yetu. Na ndio maana popote pale katika uwepo wa kanisa Katoliki, akiwepo kuhani, lazima mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo viwepo pale. Na katika habari za kuwepo kwa Yesu Kristo inaonyesha kwamba yeye yupo pamoja na sisi. Hakuna nyakati ambazo kanisa limeteseka au Yesu Kristo ameliacha ile kanisa limedumu zaidi ya miaka 2025 kwa sababu Yesu Kristo amekuwa pamoja na sisi.
katika magumu haya yote. Kwa hiyo siku hii ambapo tunaenda kumtangaza Kristo, tunauambia ulimwengu wote kwamba Yesu Kristo yu mzima, yupo katika maumbile ya mkate na divai, yupo katika mwili na damu yake, yu mzima. Na ndio maana tutapita katika mitaa yote Yesu akiwa ameinuliwa, kutangazia ulimwengu kwamba Yesu yu mzima, na tuweza kwenda kushangilia kama vile katika habari za agano lile la kale. Mfalme Daudi, sanduku la agano lilipokuwa linaingia Yerusalemu, alipocheza hadi nguo zake zikadondoka, ni siku ambapo waumini wote wa kanisa Katoliki na dunia nzima lazima waweze kumshangilia Yesu wa Ekaristi. Anapita katika mitaa yetu, anabariki mitaa yetu, anabariki nyumba zetu, na ndicho kipindi ambacho sisi lazima tuweze kusujudia na tuweze kuleta maombi yetu pale kwake. Kwa nini? Yesu Kristo katika muonekano wa umbo hili la mkate anaficha utukufu wake, anaficha ukuu wake, kama vile Musa alivyoficha uso wake katika ule utaji. Yaani utukufu wake ni mkubwa sana. Mashetani wanamwogopa Yesu, mashetani wanatemeka kwa damu ya Kristo. Sisi je, kama mashetani wanatemeka, sisi kwa nini tuweze kuwa na kiburi mbele za Yesu Ekaristi? Tunyenyekee mbele zake, tumtangaze kwamba yupo na atakuwa, na kwa sababu baada ya maisha haya atatupokea katika karamu yake huko mbinguni. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.